Makala ya dakika za Kristo, Jumamosi tarehe 13 Disemba mwaka 2025. Majilio ya siku ya 14. Leo wapendwa wasikilizaji, tunaendelea na hija yetu ya majilio, safari ya mwanga kuelekea kukutana na mkombozi anayekuja. Tukiwa siku ya 14, Mama Kanisa anatupa masomo yanayotuita kuamka, kutazama mbele na kutambua kazi ya Mungu inayotengeneza njia katika historia na ndani ya mioyo yetu. Katika somo la kwanza tunakutana tena na Nabii Eliya, mtu wa Mungu ambaye maisha yake yalikuwa kama moto unaowaka, neno lake likiwaka kama taa yenye mwanga mkali katika enzi ya giza na machafuko. Sirak anamuonyesha Eliya kama nabii aliyeleta haki, aliyeangusha miungu ya uongo, aliyegeuza mioyo ya watu na aliyeondoka kwa upepo wa dhoruba huku akichukuliwa juu kwa gari la moto. Majilio yanatukumbusha kuwa Mungu daima anatuma watu wanaotangaza mwanga hata katikati ya nyakati za ukavu. Swali linabaki, ni Eliya yupi anayezungumza nasi leo hii? Pengine ni neno linalotuguza, pengine ni mtu anayetuonya, au hali fulani inayotutaka kubadilika. Katika Zaburi ya leo ni kilio cha mtu anayetamani kuamshwa tena na Mungu. Ee Mungu wa majeshi, utuongoze, fanya uso wako uangaze nasi tutapona. Ni sauti ya watu wanaomuomba Mungu awalinde kama mzabibu aliouotesha kwa mkono wake. Ni sauti inayotambua kuwa bila Mungu tunakauka, lakini kwa uso wake tunachanua tena. Katika majilio, Zaburi hii inatuongoza kuomba urejesho wa ndani, moyo uliopoa, mwanga mpya na nguvu mpya za kusimama mbele za Mungu. Katika sehemu ya Injili kama ilivyoandikwa na Mtakatifu Luka, tunasikia sauti ya Yohana Mbatizaji ikilia jangwani, itengenezeni njia ya Bwana, nyosheni mapito yake. Mtakatifu Luka anakumbusha unabii wa Isaya kwamba mabonde yatainuliwa, milima ishushwe, palipopotoka papakwe sawa, na njia mbovu zipitiwe. Huu ndio muujiza wa majilio. Mungu anakuja, lakini anataka tuandae nafasi ya kumkaribisha. Majilio si mapambo ya nje tu, ni matengenezo ya ndani. Kufungua njia za upendo mahali ambapo kumekuwa na majeraha, kusawazisha tabia zinazopotoka, kuondoa milima ya kiburi na mashaka, kujaribu tena katika imani hata mahali palipoonekana kama jangwa. Tunakulilia, tusikilize. Katika siku hii ya 14 ya majilio, tunaitwa kufanya mambo matatu. Kuwasha tena moto wa Roho. Kama Eliya, tumwache Mungu awashe ndani yetu nguvu na ujasiri wa kutenda mema. Kuomba uso wa Mungu uangaze juu yetu, kwa sababu mwanga wake ndio unaotuponya, kututuliza na kutufufua. Na mwisho, kutengeneza njia moyoni. Kila mtu anajua mahali ambapo barabara ya ndani imeharibika. Majilio ni wakati wa kuirekebisha na kuikarabati. Tuombe. Bwana, utuokoe. Ee Mungu wa mwanga na rehema, katika siku hii ya 14 ya majilio, tuwashe moto wa Roho kama ulivyompa Eliya. Tung'arishie uso wako ili tuponywe. Tusawazishe njia zetu ili tupokee kwa upendo mwanao anayekuja. Tuongoze, utusafishe na utuandae kwa kukutana na Kristo, nuru ya ulimwengu.
Tunaomba hayo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amina. Asante sana mpendwa msikilizaji kwa kutenga muda wako kuungana nami katika dakika za Kristo za siku hii ya 13 ya Majilio. Tumejifunza, tumetafakari na tumetembelea pamoja neno la Mungu. Bwana akukubali kwa kukubali mwanga wake uingie ndani ya moyo wake. Tukielekea mwisho wa kipindi, na watakia siku yenye amani, utulivu na tafakari ya kina. Tukutane tena kesho katika safari hii ya Majilio, tukizidi kujiandaa kumpokea mkombozi. Mimi ni mshirika wako wa safari ya kiroho, nikikutakia heri na baraka za Bwana nikiwa hapa studioni. Kaa katika amani ya Kristo. Yesu Masiha.